Ndugu yangu mtazamaji, leo napenda ujue kwamba wewe una uwezo wa kiuungu ndani yako. Usimsikilize makelele ya nje. Sikiliza sauti ya mnong'ono kutoka ndani yako. Hiyo ndio inayokuongoza katika maisha ambayo ulikusudia uyaishi hapa duniani katika mwili. Na kama itakuwa wewe unakwenda katika njia za kuyaendekeza makelele, basi bila mashaka na bila utatanishi wowote ujue wito wako huwezi kuutimiliza hata siku moja, kwa sababu unahitaji muunganiko wa wewe uongozwe kutoka ndani yako. Kwa ndani yako nishazungumza siku za video zingine kwamba nafsi kuu, anga mtambuka, mbingu kuu. Kwa kifupi chake ni kwamba uko ndani yetu na sisi ndani yake. Uko ndani yetu katika mwili na tuko ndani yake, kwa sababu tuko katika huo mzunguko mkubwa wa mbingu kuu katika namna ya mazingira yoyote tunayoyafahamu wewe. Iwe ni mazingira ambayo tunafika au tusiyofika. Maana hapa kuna hayo maanga mengine ambayo sisi hatutafanikiwa kufika katika nyakati zetu hizi. Yatakuja mamilioni, lakini kuna njia moja tu ya kufika huko kiroho. Kiroho tunaweza kufika sisi. Kiroho tunaweza kufika sisi bila wasiwasi yote, na kupita na anga zingine na zingine na zingine. Kwa sababu ndiko ambako tunakuwa tumechajielekeza. Lakini unapokuwa umebweteka, hujajielekeza, hujitambui, utaanzaje hata kufikiria? Utaanzaje hata kutafakari kwamba mimi chanzo changu ni uungu mkuu ambao na mimi ndiko ndani yake, na uungu huo hata hivi sasa ninavyopumua na huu mwili ndio huo ulioko huko ndani, ndio hiyo pumzi, ndio huo uhai wa vitu vyangu vyote vilivyoko huko ndani viko hai, kwa sababu kuna hiyo nguvu ya uungu iliyoko ndani huko. Na kuzungumzia habari ya kwenye damu kwamba kuna vile nini unaita chembe nyeupe na chembe nyekundu. Zile zote zina uhai, zina uhai zote, na niliwaambia idadi yake ni karibu huko trilioni 43 huko. Kila mmoja wetu anazo, ziko ndani, ziko hai kabisa, na ndizo zinazoendesha mfumo mzima mpaka kufika mahali kwamba mtu anaonekana unatembea, unafanya hivi, una move, una afya zako njema. Kwa sababu hebu pungukiwe damu uone kitakachotokea. Sisi sitaki kuelezea hiyo kwa sababu viko wazi, vinaeleweka hiyo. Itabidi uende huko hospitali huko. Kitu gani kitakuwa kinakupeleka huko? Kwa sababu mwili unaanza kukataa. Na mwili uko kwa ajili ya kufanya kazi ya kutumwa. Baada ya kuwa umeshachakata kwenye akili yale maelekezo kutoka kwenye nafsi ndani yako, nafsi, na nafsi ambayo ina muunganiko kabisa wa moja kwa moja na nafsi kuu ambayo nilishaelezea. Bila shaka mambo yote yatakuwa yanakwenda barabara. Kwa hiyo msisitizo wangu ni kuhusiana nguvu tulizonazo ndani yetu. Hakuna haja ya kulalamika eti kwa sababu mambo eti hayaende vizuri ukasema kwamba inabidi umlaumu mtu mwingine. Hapana, kidole uanze kujinyoshia wewe kwamba ni nini tatizo langu mimi. Tatizo lako wewe, unashindwa kutumia nguvu iliyoko ndani yako. Wewe ndio tatizo lako sasa. Kwa matokeo yake unakosa amani, unakosa furaha ya kweli, unakosa utengamano, unakosa wakati mwingine hata ustawi, una mind vitu vya kijinga. Jambo ambalo ni la kipuuzi, wewe utalivalia njuga. Jambo ambalo ni la kimaluelue, wewe utalibebea bango. Yaani wewe kazi yako inakuwa ni kubeba mabango tu, mabango mara hili mara lile, lakini hutafakari kwamba wewe ni nani na umekuja hapa dunia kwa makusudi gani, ukawa katika huu mwili. Na je, umeshatambua kazi yako? Umeshatambua jukumu lako? Je, unachangia nini katika hiyo jamii iliyokuzunguka ya binadamu wenzio?
Wewe ni kero au wewe ni faida? Ukishaanza kuona kwamba wewe ni kero, basi jiulize mara mbili. Usitafute mchawi. Mchawi ni wewe mwenyewe. Mimi nashangaa nasema yule mchawi. Wewe je? Kwani mchawi ni nini? Wewe unaelewa uchawi maana yake nini? Mchawi ni kufanya maamuzi ya vitu vinavyokwenda kuwakera watu wengine. Unawaumiza watu wenzio kwa sababu tu zako wewe za binafsi tu, sio na sababu, kwa sababu tu ya mfumo ambao wewe umeukumbatia, mfumo ambao unakupotosha na wewe kaona ni sawa sawa tu. Matokeo yako unaumiza wenzio. Sasa basi, nyakati zimefika. Nyakati zimefika. Hii habari ya kudanganyana imekwisha. Huu mwaka ni 2026. Lakini kiuhalisia kila mwezi una siku 28 tu, na hii ina ushahidi. Hii ina ushahidi mkubwa kabisa. Kwa sababu akina mama baada ya kumevunja ungo, ukishavunja ungo tu akina mama wana mizunguko yao. Mizunguko yao inakwenda 28. 28. Huo ni mfano hai kabisa. Akina mama mnanisikiliza au mnanitazama, mnaelewa ninachozungumza? 28. Kwa hiyo habari ya kuelezana kwamba eti mwaka una miezi 12, hii ni kudanganyana. Ukihesabia kwa hizo 28, ina maana miezi inatakiwa iwe 13 ili kufanya iwe mwaka mmoja. Halafu hata hiyo 2026 kwa sasa hivi, kwa uhalisia wa hiyo kalenda ninayozungumza, ambayo sisi wa Afrika tulikuwa tunaifuata vizuri sana. Mimi katika familia yangu tumepishana miaka miwili. Kitu gani kilikuwa kinafanyika kama sio mahesabu ya 28 siku 28. Hapa patakiwi, hapa patakuwa na hatari, unaruka. Mtoto bado ananyonya huyu. Unaelewa ninachozungumza? Hayo ni maarifa, hiyo ni hekima kutoka mbingu kuu. Kuna shule sisi tulifunguliwa hapo, au wahenga walikuwa na shule? Hakuna. Ilikuwa ni hekima tu. Hekima kutoka kizazi moja inapelekwa kwenye kizazi kinachofuatia, wanaelezwa. Jioni mmeshashiba viazi vyenu vya kuchemsha, basi mmekaa hapo kwenye mbele ya moto nje tu hapo, mnaangalia nyota huko. Mnaota moto mkubwa sana, mmezunguka, wazee wako pale. Anatokea mzee mmoja anakuwa anasimulia taratibu sasa za kanuni za namna ya maisha, namna ya kuishi hivyo, na anaeleza ni uungu ulioko ndani yetu, kwamba sisi ndio shule. Sasa sisi wazee ndio shule ya kufundisha nyinyi, sisi ndio walimu wa kufundisha nyinyi, na nyinyi mbele ya safari, au hata mkiona kwamba kuna mweziona anakosea, yachukueni haya tunawaeleza, mkumbushi mwenzio. Unakumbuka baba amesema 1 2 3 jana usiku, wewe mbona unafanya vile bwana? Bwana tusumbuane bwana, tusipoteza muda hapa. Sisi tuna kazi za kufanya hapa leo. Tumekusudia tufanye. Tuna uungu uko ndani yetu sisi. Tuliamua tuje hapa, sio tuje tuchezecheze hapa. Hivyo kwamba utekelezaji lazima ufanyike katika namna ya kuamini, katika matendo ambayo ni halisia. Sio unakwenda huko afu unaambiwa vitu ambavyo havina uhakika afu unalazimishwa. Lazima uviamini. Imani ndio itakuokoa kupeleka wapi? Nani amesema kuna mambo ya kuokolewa? Unaokolewa na nani? Unaokolewa na nani? Hebu tuzungumze hapa. Unaokolewa na nani? Au kuna kukumbushana tu? Kuna kuokoana au kuna kukumbushana? Unaokolewa na nani? Wakati wewe mwenyewe majibu unayo ndani yako wewe. Wewe kama ni jambo baya unafanya ukijua kabisa hili ni jambo baya. Kwa nani asiyejua? Jamani, sisi wote tunaishi hapa. Yote anayeangalia hii video hajui ninachozungumza mimi. Sichiki kwa wazi tu. Unaamua kumfanyia tu undava mtu ukijua ni undava, lakini unamfanyia hivyo. Na ukiamua fanya ukarimu, unafanya ukarimu ukijua kabisa huu ni ukarimu. Hakuna asiyejua hayo. Kwa hiyo unapoamua kufanya, unafanya ukijua kabisa kwamba hili ni jema au baya. Sasa utasema kitu gani habari ya kuombolewa? Unakombolewa na nani? Na wakati wewe unafanya vitu kwa makusudi tu mwenyewe, ukijua kabisa kwamba hii sio sawa sawa, alafu unafanya, alafu unataka ukombozi unatoka, wakati vitu vyote viko ndani huko, sauti za mnongono ziko ndani, kwa sababu bwana, hiyo sio sawa sawa.
Wewe unaibeza alafu unaendelea na mambo ya nje huko na makelele ya nje ambayo yamesababisha mtazamo fulani wa hovyo hovyo sana, ndio ambao unakwenda kuishia. Mfumo Anunnaki unakwenda kuishia, ndugu zangu, ni mtake mstake. Yaani haya maneno yanayozungumza, basi muda wenyewe utakuja ueleze. Kama leo muda umeeleza haya nayoeleza, lakini kesho na kesho kutwa itakuwa na maelezo na yenyewe mengine. Ndio hapo mtakapojua kama hayo maelezo ya kesho kutwa na mwaka ujayo kama yatakuwa naungana na haya yanayozungumza. Ndio hayo nitakayosema sasa. Si niliwaambia muda utajieleza wenyewe bwana, utawaeleza nyinyi na mtaelewa. Imekaa namna hiyo. Usikae ukadanganywa kwamba Mungu yuko kule, yuko kule, yuko pale. Na wewe una hiyo nguvu ndani yako. Kwa hiyo usitafute namna ya kuanza eti kubabaika. Unababaika kitu gani? Wewe ulikuja kubabaika hapa? Wewe hadhi yako ni kubwa, una uungu ndani yako, unababaika. Kitu gani kinakusababisha kubabaika? Hayo maneno ya watu wengine. Kutokujiamini kunatoka wapi? Kunatoka kutokana na kudanganya kimazoea. Ni kweli najua tumezaliwa tumeyakuta kama nilivyoeleza video vilivyopita. Lakini huu ni wakati wa uamsho, ndugu zangu. Sio wakati tena wa kulala usingizi. Amka kiroho, amka. Sio nazungumza habari ya kulala na kuamka kwenye kitanda. Amka kiroho. Anza kusikia haya tunayozungumza. Havya fanyie tafakari. Ukishafanya tafakari ukiona yamekaa ovyo ovyo, hapana, kama uelewi, fanya utafiti na wewe uone. Kwani tatizo liko wapi? Au kama hali alafu uliza maswali. Alafu uone utakachojibiwa kutoka ndani huko. Kwa sababu Mungu yuko kwa lugha hiyo wanayozungumza habari ya Mungu. Mungu yuko ndani yako wewe. Na nguvu ya Mungu, na wewe una nguvu hiyo hiyo huko ndani. Kwa sababu na wewe ni sehemu ya Mungu. Tukitaka tuendelee na lugha ya Mungu. Lakini mimi nitasema hivi, sisi ni sehemu ya Mungu wa kweli. Yaani kwa maana sisi ni sehemu ya mbingu kuu. Sisi ni sehemu ya anga mtambuka. Sisi ni sehemu ya the universe kwa lugha ya Kiingereza. Ili mjue kabisa nilikuwa namaanisha nini hapo. Imekaa namna hiyo. Kwa hiyo wewe ukiendelea kupoteza muda wako kwa kung'aka na kulalamika, kwa kweli unalalamika pasipo kujua, ni kwa sababu tu umekumbatia huo ujinga. Umekubali uendeshwe msobe. Wewe mwenyewe kwa hiari. Nani amekwambia Mungu anatafutwa? Atafutwe kivipi? Atafutaje Mungu bwana? Unamtafutia wapi? Wakati Mungu unaye hapo. Yuko ndani huko. Wewe bila hiyo pumzi hiyo, wewe una uhai hapo. Sasa hiyo pumzi ndio Mungu mwenyewe sasa, kama ulikuwa hujui. Pumzi hiyo ndio uhai wako wewe. Na siku ambayo unaachana na huo mwili, pumzi inaendelea kuishi milele huko. Hilo li udongo tu. Nenda kafukue makaburi kaangalie. Ndio maana nikawa nakataa hii habari ya kwenda zenu, mnasema na kwenda kutambika makaburi. Unakwenda kwa makaburi kufanya? Unamuenzi babu yako. Simkumbuke kiroho. Kwa sababu yeye kisha kwa roho sasa. Na roho haina mpaka. Roho haina uzee. Roho haina ujana, haina maradhi, haina chochote. Roho ni roho. Kwa hiyo ukizungumza habari nasikia watu wanasema Roho Mtakatifu lazima awe ndani yako ili kuweze kuongozwa katika mema na ili uweze kuokolewa. Roho yupo unayemzungumza wewe? Atoke wapi aingie kwangu? Wakati mimi nilipozaliwa tu yuko ndani yangu. Sasa atoke wapi Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu ni kweli, roho zote ni takatifu. Kwani zina uwezo wa ziada? Ndio imekaa namna hiyo, ndugu zanguni. Kwa hiyo nilitaka hilo niliweke sawa sawa kwamba jamani, uungu na uwezo wa uungu uko ndani yetu. Sisi sote, hakuna aliyebaguliwa hata mmoja. Asanteni sana kwa kunisikiliza.